Ni wakati mwingine tena mtazamaji wa Rich Media G24 pamoja na Bongo 9 tumeweza kupata nafasi ya adimu kabisa, nafasi ya dhahabu kuweza kuonana na Dr. Taz Genius, mfalme wa dawa, the king of medicine. Leo tumemtembelea nyumbani kwake ili tuweze kuzungumza naye. Kabla ya yote, Dr. Taz Genius, habari za ibada? Kwa sababu nimepata taarifa ya kwamba jana ulikuwa kwenye ibada. Salama kabisa, tulikuwa katika ibada ya Genius Hood. Tunaamini katika mafanikio, tuamini katika umaskini. Si unajua kuna ibada zetu kila Jumanne saa 1 huwa tunafanya ibada ambazo zinaweza kukusogeza, yani tunafanya ibada ya asili yetu. Karibu sana, nashukuru sana. Nimepata taarifa kwamba kwenye ibada zako umemwalika Chief Godlove. Chief Godlove hawezi kualikwa kwa sababu sisi kwenye ibada zetu bwana, hatutaki watu wenye sifa mbaya. Sisi tunahitaji watu ambao wenye vitu halisia, hatutaki watu wa maigizo. Bosi wangu huyo kijana anaigiza. Sasa yeye, mimi namuona mwigizaji wa maisha kama alivyo nani yule alijifanya nampa gari mwanamke yule, nani yule anaigizaga kama mwanamke, nani yule Dolvani. Sasa kama mimi na mtoto wangu nitakubali Dolvani amoe mtoto wangu kweli? Mwanamke nasikia familia yake imemwambia achane na mwanae. Hata mimi ningesema hivyo, kwa sababu kama umeweza kuigiza unampa gari, mimi si baba mkwe au mama mkwe, nitakuja kuangalia sasa, mbona mwanangu hilo gari hana, inakuwaje? Sasa nitajua kabisa safari yenu ya maisha yote itakuwa ya maigizo. Kwa mimi namuona ile familia iko sawa. Yule Dolvani afai kupewa yule mwanamke, ajitafute kwanza, aache maisha ya kuigiza. Akipata maisha halisi atapata mwanamke kweli, lakini kwa lengo yake ya maigizo atafute wanawake wa maigizo hapo. Kwa yule familia mimi naona iko sawa. Hata ungekuwa wewe mzazi, mtoto anauma, sasa unampa mtu ana maigizo. Sasa humo ndani si mtakuwa mnaigiziana hadi maisha. Sasa mimi naona wa familia inajuaga uchungu wa mtoto kuliko hata hao wanaongea. Mwingine anabwatuka elewi, sababu lazima hata kama ni mwanao unamtakia mema, upate mtu sahihi. Yule bado ajitafute, akikomaa kiakili, akikomaa kifedha, atampata yule mtoto, lakini yule sio linki yake. Dokta, mimi niseme kwamba uko mbele ya muda, kwa sababu hicho kizungumza, hizo mada ambazo umezizungumza ndio ambazo zimetuleta sisi hapa leo kwako, timu nzima ya Bongo na Rich Media pamoja na G24. Hayo ndio mambo ambayo yametuleta. Katika engo ambayo tumekuja nayo leo ni kuhusiana na binti mdogo kabisa, na ndio maana mwanzoni nikaingizia masuala ya Chief Godlove. Kuna binti anaitwa Pipi Jojo, alikuwa kwa Chief Godlove, lakini mwisho wa siku tukaona ameweza kutoka kule na akatokea mwanadada mwingine ambaye huyu na yeye ni mwanamuziki, akaamua kumchukua. Lakini kitu cha ajabu aliyemchukua ni Nandi, lakini kitu cha ajabu ni kwamba hajampatia mkataba. Amekuwa akimtumia kwenye mambo yake bila ya mkataba, na inavyosidikika ni kwamba binti anaishi maisha magumu, anakaa sehemu ambazo of course kwa level yake haitoshi kukaa maeneo yale. Lakini kuna watu wengine wakaenda mbali kabisa, wakasema kwamba Nandi anaitumia nyota ya Pipi Jojo. Nikasema nikutafute Dr. Taz Genius ili uweze kutuelezea kinaga ubaga. Je, inawezekana kwa mtu kuchukua nyota ya mtu na kuanza kuitumia kwako, Dokta? Hivi jamani, unajua kuna vitu vingine vya kuchekesha. Pipi Jojo ana nyota gani? Yaani kweli Nandi kama Nandi atumie nyota ya Pipi Jojo. Hivi Pipi Jojo kuna watu wengine hawamjui. Mwacheni mtoto watu wasaidiwe tu yule jamani. Yule anahitaji kusaidiwa. Na kama Nandi katokea anamsaidia, basi mwacheni asaidie. Haya maneno ndio waga yanafanyaga kuharibia watu. Yule bado anajitafuta. Kuna watu hata hawamjui kabisa. Kwa hiyo kama Nandi katokea anataka kumsaidia, mkataba ni vitu ambavyo viko serious boss. Uwezi ukakurupuka ukampa tu mkataba mtu, alafu mtu unampa mkataba, hakuna kampuni anachokiingizia. Kwa mimi ninaona mwacheni Nandi amsaidie yule mtoto. Atapofikia uwezo wa kupewa mkataba, atapewa mkataba, kwa sababu yule anahitaji msaada, anahitaji kufundishwa, umeelewa? Anahitaji kuelekezwa na anahitaji aelekezwe maisha na mifumo ya mziki jinsi ilivyo. Kwa mkianza maneno mtafanya binadamu, unajua sisi Nandi mwenyewe ataona
kumbe tayari kuna maneno mtamkatisha tamaa, afu mtakuwa mnamharibia. Wenda wanahisi mnavyoongea mnakuwa mnaburudisha, lakini pia yule mnamharibia. Yani kwa wakati huo itakiwa yule afokasi sana kwenye mziki, afundishwe mziki, adili na mziki. Haya maneno wewe acheni watu. Unajua kuna watu wengine hawapendi watu waendelee. Sawa. Sasa kama Chief Godlove yeye mwenyewe analelewa, akalelee lebo, akamlelee msanii. Hivi msanii unafikiri kama maembe dodo? Wewe vipi? Msanii anahitaji kula, anahitaji kuishi vizuri, anahitaji nyumba nzuri. Huyo Chief Godlove mwenyewe anaishi kiutapeli. Sasa huo utapeli wake atakuja kwa msanii kummaintain vipi, rafiki yangu? Maana vitu vingine tuwege wazi, afu tusiongee kufurahisha au kuwachukia watu. Huyo chifu mwenyewe anaishi kiutapeli. Apige huku aje aweke huku. Hivi unajua kummaintain msanii? Cha kuongezea hapo Dr. Tazi, inasadikika kwamba msanii mpya ambaye Chief Godlove aliweza kumtambulisha na yeye ameshamfukuza tena. Hivi unajua kummaintain msanii sio kitu kidogo. Labda nyaga mnadanganywa na yale magari ya kukodi, yale magari ya Waarabu namba C amewekwa plate number Chifu, mnajua ya sasa. Yale magari yana historia bobu. Sawa? Kwa hiyo hatumchukii mtu, ila atumonei wivu mtu, wala hatuna shida na mtu. Ila chifu kwenye masuala ya kumaintain mtu bado ye mwenyewe kama anatumwa. Unajua yule ni kijana wa Rugumi mpaka leo, na hata huko Kenya anafuga ng'ombe za Rugumi. Sasa ukiniambia chifu ana hela kumaintain msanii, mimi nitaona kama media hamna akili. Labda mfuatilie historia, sisi tunazijua. Huko Kenya Rugumi ana migodi, Rugumi ana nyumba mpaka Kenya, na yule kaenda kusimamia ng'ombe za Rugumi, kwa sababu Rugumi ana mpaka kampuni sasa hivi ya kuuza maziwa huko Kisii, Kenya, wapi, Mombasa, umeelewa? Yule ni kijana wa Rugumi. Ukiniambia Chief Godlove ana hela afu tena amiliki msanii, unajua mimi naonaga vichekesho. Ataweza kwa mara ya kwanza tu, lakini huko mbele ni pazito. Ukishakuwa msanii unaenda na daraja. Kuna wakati msanii hautakiwi hata uonekane ovyo. Unajua hiyo kitu? Star kawaida. Sasa unajifungia ndani unakula nini? Huyo chifu ana hela gani ya kuweza kumsaidia? Kwa hiyo vitu vingine tuende navyo vya ukweli, tusiende na maisha ya uongo. Kama nini Durivani yule anajifanya nampa gari chenye cha milioni 32. Mimi si nitaka kukichukua kile kwa nani, kwa Isa Tambu. Isa akaniambia haya magia box mabovu, nitaka nimnunulie Mamaila kigari cha milioni 30 ngapi, 32 unaigiza. Sasa akipata maisha atapataje? Sasa ile familia itamkubalia kweli? Itamkubalia kweli? Kwa sababu unapompa mwanangu gari, mama mkwe nitakuja, ile gari nimeona umepewa kwenye mtandao iko wapi? Unamwambia mama, pale tulikuwa tunaigiza. Fucking foolish. Wewe unaweza kubali mwanao aende kwa mtu wa hivyo? Na sababu moja hapo za nilikuwa nikakatana na familia ya mtu wake kwamba anaigiza uhusika wa wanawake. Sikiliza, Joti unamjua? Joti anauigiza uhusika wa wanawake au usiki? Kinachotakiwa mzigo, hayo maneno ya kwako. Hata ungekuwa unachambia mtalo. Yule Durivani bado mzigo ana na anatamani, yani ndio maana mimi najishangaga hii dunia ina mambo. Anajiita nini? Rolls nini? Actor nini? Rolls comedian. Fucking foolish jamani. Lakini binti naye bado amethibitisha kwamba anampenda Durivani. Kumpenda sio shida. Kumpenda, kwani yule binti si bado mtoto, ana akili ya kitoto. Kwa hiyo unafikiri akijua maisha atampenda Durivani? Yule bado mtoto, kwa akili yake bado ya kitoto. Kwa hiyo wakubwa ndio wanamcontrol. Kwa sasa unasema nini? Dr. Tazi, kwa nataka kuniambia kwamba familia yake iko sahihi kabisa. Iko sahihi kabisa, hata mimi. Joti anaigiza uhusika wa mwanamke, Joti yuko vizuri mpaka magari anauza. Sasa Durivani ana nini? Asipoenda kukata viuno hali. Sasa wewe umbavu kabisa, takataka. Gari ya milioni 30 unaigiza. Haya mama anakuja kukuuliza, "Ile gari nimeona kwenye media iko wapi?" Unamjibu vipi? Au mimi unakuja kuniambia, "Baba pale tulikuwa tunaigiza." Sasa hata mimi sina kutoa balenge. Unajua, sikiliza nikwambie, watoto wanasomeshwa kwa bei kubwa. Watoto wanapewa malezi makubwa, sawa? Sio wa Manzese yule, sawa? Au Kincharanchole, sawa? Unapokuwa unaanzisha mahusiano, angalia lenki. Unaelewa? Leo hii uwezi ukaenda kwa Ulpa unamjua? Namfahamu vizuri kabisa. Yule dada nampenda sana kwa sababu yuko cool, anaganaga maneno kama wasanii wengine waongo. Ulpa unaenda kumwambia Ulpa, mimi nakupenda, naomba unipende, tukila ugali hata na kachumbari. Haiko hivyo. Yaani sasa hivi ni hela. Yaani una hela, no love, no money, no love. No money, no job. Yaani chochote ni hela. Dokta, unataka kusema mapenzi ni matajiri kwa matajiri na maskini kwa maskini? Yaani mapenzi sio matajiri kwa maskini. Unaambiwa tafuta sana hela. Hakuna mapenzi bila hela, utaongopewa, atakudanganya. Huyo unesema
anakupenda kwa dhati, akae wiki nzima bila kula, hata kumnunulia tu chupi uwezi kama atakupenda. Msidanganywe, hakuna wanawake wa hivyo dunia leo. Wanawake wa leo wako kwa ajili ya maigizo, wanakuvutia kasi. Wakiona wewe tete kweli umpati. Dulivani anajitafuta, atafute hela bado. Atafute hela bado. Alafu sasa kinachomharibia Dulivani, ana mashauzi wakati hajafika renki ya hela. Unajua ukiwa na mashauzi afu ukiwa na hela la. Naelewa? Sasa yule ana mashauzi afu maisha hana. Atafute maisha kwanza. Yule anakaa kwao. Sijajua Dr. Tazi, unadhani ni kwa nini wasanii wamekuwa wakiigiza maisha? Tumemshuhudia Dulivani, na sio Dulivani tu, ni wasanii asilimia kubwa wengi wamekuwa wakiigiza maisha, na mwisho wa siku wamekuwa wakirudi tena kwa Watanzania na kuomba msaada. Unadhani ni kwa nini wanafanya mambo kama haya? Si wanaamini kwamba ukionekana na hela ndio unakuza blandi. Sasa iko hivyo. Maisha ya kweli ni mepesi kuliko maisha ya kuigiza. Maisha ya kuigiza na gharama. Umeelewa bosi? Maisha ya kuigiza na gharama. Kwa hiyo hao bado hawajajua maisha ni nini. Na usiangalie ukubwa wa pua ukajua labda wamekomaa kiakili. Na hasa msanii, kwa sababu unapokutana na wasanii, unapokuwa msanii unakutana na wasanii waliopata mafanikio, na wewe unatamani kuishi vile. Kumbe unajitekenya, unacheka mwenyewe. Vitu vipo automatically. Ni kufanya juhudi, kuomba Mungu, pesa huwa zipo, na uaminifu tu, pesa huwa zipo. Na pesa ukiipata hahitaji hata kutangaza nini na hela. Watu wenyewe wanakuona kwamba wewe una hela. Vitu ulivyo navyo tu watasema huyu jamaa na mzigo, kwa sababu tu lazima. Na uba mfano kama kijana mmoja Vunja Bei sasa hivi katika vijana ambao, kwa sababu tukisema Vunja Bei pia ni mtu katika wasanii na wasapoti, pia ni mtu ambaye ni kijana, tunachukulia mfano japo wako wengi, si ndio? Sasa yule ajihitaji tena kusema ana hela, ila wewe ukiwa una hela ndio utasema una hela. Unataka kuaminisha watu. Hela haitaki kumuaminisha mtu, hela inajiaminisha tu yenyewe. Dr. Taz Genius, tukitoka hapo kuhusiana na swala hiyo, bado tupo kwenye engo za wasanii. Siku za hivi karibuni tuliweza kumuona Aslay akipata shida kabisa, na tukakufuata ukatufafanulia